alifukuza kutokana, amesema kwamba mtoto wangu amelala. Naendelea kuomba mtoto wangu ataamka. Kweli watu libidi waondoke, wengine hawajaleta chakula mpaka sasa hivi bado yuko kwenye mandoo. Waandishi wa habari kwa msaada wa mwenyekiti wa kitongoji tulipata nafasi ya kuingia ndani, na baada ya kuingia ndani tulimkuta mchungaji ambaye yeye alieleza kwamba alialikwa tu hapa kwa ajili ya kuweka hali sawa ili familia hii iridhie kumzika binti yao, kama hapa anavyoeleza. Ndugu yangu uliouliza swali, sina majibu ya moja kwa moja kwa sasa, kwa sababu mimi ni mchungaji, nimealikwa kuja kutoa huduma ya kiroho hapa, na mimi sio mzungumzaji wa familia. Anaweza akawepo mzungumzaji wa familia kama atahitajika kuzungumzia hili swala, lakini kwa sasa mimi ni mchungaji, nimekuja kusimamia tu zoezi la huduma ya kiroho, alafu tukampumzishe kijana wetu na mtoto wetu na mjukuu wetu kwa sasa. Asante. Kama mchungaji kwenye nafasi hiyo ya Biblia hii tunaisoma, na tunasoma Biblia na tunamwamini Mungu kwa imani na kwa kupitia Biblia, na pia sio kwamba wafu hawafufuliwi, wafu wanafufuliwa na wanaishi, na baada ya kuishi muda wao pia unafika wa kufariki, wa kuondoka duniani. Huo upo, lakini kila mtu kuna namna ambavyo anaamini. Kuna namna ambavyo anaamini kwamba nikiomba mpaka nikamuomba Mungu ninayemwamini, mtu wangu aliyefariki anaweza akafufuka. Mwingine anakuambia kwamba haya ni mapenzi ya Mungu, kazi ya Mungu haina makosa, anapumzisha ndugu yake aliyefariki au mtoto wake aliyefariki. Kwa namna moja mingine, sisi wachungaji tunawafundisha watu kwamba kila mtu ana mtazamo wake, lakini Mungu bado anabaki kuwa Mungu. Hata kama Mungu hajamfufua yule mtu, bado Mungu anabaki kuwa Mungu. Kama Mungu amemfufua yule mtu, mapenzi ya Mungu yatimie. Kama pia hajamfufua, mapenzi yake yatimie. Kwa hiyo hatuna msingi sana wa kujenga kwamba lazima mtu wangu afufuke ili niamini kwamba Mungu ananisikia. Hapana, sisi hatupo kwenye msingi huo. Tunajua kwamba Mungu anasikia maombi na bado Mungu anabaki kuwa Mungu hata kama asikie maombi. Asante. Mtumishi, katika hili pia swali langu la mwisho. Nafahamu kwa familia ilikuwa ngumu sana kwa mtu mwenye imani ambaye anaamini kwamba nikiendelea kuomba kuna jambo litatokea. Sasa kumshawishi kwamba muda uliotumia unatosha, sasa tuendelee na taratibu za mazishi. Ulitumia namna gani kumshawishi ili akubali kwamba sasa niamini kwamba Mungu? Nimetumia mfano wa kwenye Biblia. Wakati Yesu akiwa hapa duniani yupo tayari kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu. Anafika wakati anakwenda kwenye kukaribia mateso. Anakwenda kwenye bustani inaitwa Getsemani kwenda kuomba. Anafika pale anamuomba Baba, anamwambia Baba, ikiwezekana kikombe hichi cha mateso kiniepuke. Anapomaliza kuomba hakuna majibu yanayotokea pale. Kinachotokea ni kwamba Biblia inasema malaika anashuka anamtia nguvu. Yesu anarudi tena kwenda kupumzika, anakuja tena kuomba. Anapokuja kuomba hakuna majibu ya kuweza kubadilisha kile ambacho Mungu amekipanga juu ya Yesu. Majibu hayapatikani. Lakini baadaye Yesu anarudi tena anamwambia Baba kwamba ikiwa haiwezekani kikombe hichi cha mateso kiniepuke, mapenzi yako yatimizwe. Kwa hiyo ndicho ambacho nimetumia hilo neno kuambia wazazi hawa wa binti yetu na mjukuu wetu kwamba inawezekana mlikuwa mnaomba ili Doria afufuke. Inawezekana mlikuwa mnaomba sana ili Doria awe pamoja nanyi, lakini haijawezekana. Ifike mahali mseme kwamba mapenzi ya Mungu na yatimizwe. Mungu atabaki kuwa Mungu hata kama hajamfufua Dori. Mungu atabaki kuwa Mungu. Hilo ndilo ambalo nimezungumza na wazazi. Moto yake kama amevuruga anataka yani kama akae tu na mtoto. Sijui mnanielewa? Mchungaji alishauri au mama? Hayo mambo ya mchungaji hata usiani. Hamna, mchungaji nimemuita tu ili aje tuendelee na ibada zote, lifanye nini? Liishe. Basi. Ilikuwa ni changamoto ilijitokeza jana ikashindikana kutokana na ninavyokuambia hali yake yeye mama. Sijui unanielewa?
Kwa hiyo ikafika kama tumempa nafasi basi angalau kile anachokifanya. Na sasa hivi moyo wake umetulia. Afadhali alikuwa anatoka nje. Tulikuwa tunafunga hadi na milango. Sijui unanielewa. Ilikuwa imemvuruga kwa sababu inakuja sauti muda mwingine ya mtoto. Unanielewa? Kwa hiyo tulivyokaa naye ikafika kwa kumpa nafasi yeye kuongea na kukaa na mtoto pia, na vile anavyofikiria kwamba labda akiendelea kumuona, maana alikuwa anataka atoke amfuate. Hata kipindi kile bado yuko mortuary ya hospitali. Kwa ile hali ikaka kwa hiyo imemvuruga sana. Sawa. Kwa hiyo kwa maana hiyo ndio maana jana tukampa pia hata hiyo nafasi. Tukashindwa kwenda kufanya nini? Kufanya maziko. Tukampa at least ili jambo tukiendelea nayo lisiendelee kuwa na umivu ndani yake, liendelee kupoa. Na ndio maana mpaka sasa hivi tumemwita amekuja hapa, lakini Likopo hayupo hivyo. Kwa hiyo ina maana mpaka sasa hivi mambo hamna shida, ndio maana tunaweza tukawa tunaendelea. Haikuwa kwamba sijui upande wa huko alikuwa anazuia upande wao anakataa, ni situation yake yeye. Maana kama muda wote kuna wasiwasi, tunaweza ukangangania tufanye hivi, tusipomsikiliza yeye tukampoteza na yeye mwenyewe. Unaelewa? Tuachie kwa namna mnakwenda nalo hili naenda ndio tunamaliza hivyo. Ilikuwa hamna shida. Basi mmekane muda gani ndani? Nani? Hamna, ni jana tu kuja leo. Sababu jana ilishindikana. Yaani tulimchukua ile Jumanne ili tuzike Jumatano. Ndio ilikuwa hivyo. Kwa hiyo ikashindikana jana maana alikuwa anasubiri nani? Ni shida tu ambayo kuja kusema baadaye akasema kwamba ni shida ya kifua. Sasa tunipeleka hospitali kwa ajili ya issue ya kifua. Kwa haka amefariki. Tulimpeleka ilikuwa sio Mount Meru. Yaani Mount Meru ndo kafia of course. Kwamba lakini tulimpeleka kwanza Levolos. Levolos ndo akampa rifaa Mount Meru. Kwa hiyo ile jioni ndo amefariki. Imani pia ipo. Mchungaji na tumepia ni mchungaji. Hapana, yeye sio mchungaji. Mimi mwenyewe sio kwamba unasema kwamba ni mchungaji, ni vitu ambavyo kutokana na kusimamia ile taratibu, yani kiimani, sawa? Ni mtumishi. Tuseme ni ile hali ya utumishi. Mungu awatie nguvu sasa. Hatutaki kufanya haya mambo yawe makubwa. Hatutaki kuzua taharuki kwenye kitongoji na kata hii. Tunaomba aje hapa na aridhie mtoto akafanyaje, akapumzishwe. Bado tunatakiwa tuamini ya kwamba mtoto ameshaondoka, ameshapumzika. Ni kumuombea kwa Mungu, kwa sababu sasa yeye kama alikuwa na agano lake na Mungu, sasa agano halijatimia. Anaweza akatuweka hata mwezi mzima sasa, kama alikuwa nao maagano yake ambayo anajua yeye. Sisi tunamuomba kupitia serikali, kabla ili jambo halijawa kubwa zaidi, huyu mtoto akapumzishwe leo. Tena muda huu naomba atoke huko chumbani aje afike hapa ikazi kaishe. Na mtumishi, wazo la kuomba lilikuwa la mama au la kanisa wakati mnaanza hizi ibada za kumwombea mtoto? Kimsingi mimi siko mimi ni mgeni, ni mchungaji ambaye nimealikwa kuja kutoa huduma ya kiroho. Kwa hiyo mchungaji wao wa familia hii nafikiri yupo, yeye ndiye anaweza akaeleza kwenye maeneo kwamba walichukua muda gani kuomba au walichukua ushauri gani kwake. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.